RPC Richard. Halo. Habari za asubuhi. Nzuri, habari. Nzuri kabisa. Uko na sisi live hapo, unazungumza na Juma Ayo kutokea Crown FM Dar es Salaam. Ndio Juma. Yes, jana bahati nzuri tulizungumza na tukapeana ahadi ya kukurudia baada ya mechi kumalizika jana. Bila shaka mlivyopangilia kila kitu kilienda vizuri RPC. Mechi ilimalizika salama na mambo yalikwenda kama mlivyotarajia. Tunashukuru sana. Ndio. Yeah. Hakukuwepo na shida yoyote? Hakuwa na shida. Naona mchezo ulimalizika salama, hali ilikuwa ya utulivu. Ndio. Tunashukuru wapenzi wa michezo walishirikiana na vyombo kwa ajili ya kuhakikisha kuna usalama. Na vipi, kuna taarifa ambazo tumezipokea asubuhi ya leo kwamba msemaji na afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amekamatwa usiku wa leo majira ya saa 7 na jeshi la polisi. Taarifa hizi zikoje? Ni kweli tunamshikilia msemaji wa timu ya Yanga Ali Kamwe na anafanywa mahojiano kwa sasa. Changamoto ni nini? Anatumiwa kwa kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Hilo jambo limefanya tumkamate na anayafanywa mahojiano kwa sasa. Na yupo kwenye kituo gani? Yupo kwenye kituo kikuu cha polisi Tabora. Na viongozi imeelezwa kwa baadhi ya viongozi wa Yanga kwamba wamefika kituoni na hawajamkuta hapo Central. Sasa unasikiza taarifa yangu au ya kwao kwamba hawajamkuta? Kwa hiyo tutarajie ataachiliwa leo ama utaratibu ukoje sasa baada ya kuwa amemshika? Kama nilivyokuambia, kwa sasa anafanywa mahojiano na baada ya mahojiano tutatoa taarifa zaidi. Okay, kuna swali kutoka kwa Kazumari hapa. Mimi nilikuwa nataka kufahamu tu kama niliona baada ya mechi kuna kuwa na baadhi ya mashabiki waliruka uzio hivi. Sijui kama na wewe ulipata taarifa au uliona hicho? Kwa mpango kazi ambao ulikuwepo wa kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaimarishwa, ilikuwa lengo ni kuzuia kwa 100%. Inawezekana pengine kukawa na mapungufu machache yaliyotokeza ya watu kuweza kujipenyeza kulingana na mazingira ya jiografia ya uwanja wetu kama unavyofahamu. Yes. Lakini kuna jitihada kubwa zilifanyika kuona kama watu hawataingia uwanjani. Yes, kwa kweli hata mimi nikupongeze, lakini nitaka tu niseme hilo kwamba uwanja wa Tabora huwa watu wanaingia sana kiwanjani baada ya mechi, lakini kwa walivyokuwa jana umati ulikuwa mkubwa na kiasi watu waliingia. Niwapongeze na niwatie nguvu kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama kwenye viwanja. Asante sana. Tunashukuru sana mkuu. Asante. Bwana, hasa taarifa rasmi huyu mtu amekamatwa bwana. Na amekamatwa kwa nini? Kwa kutoa lugha. Na jana mimi na wewe tukati tunazungumza hapo, uko unasemaje? Na nilikwambia Juma, mamlaka inabaki kuwa mamlaka tu. Sawa? Unapozungumza na mamlaka au unapojaribu kuijibu mamlaka, you need to be very 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 much careful. Uzungumzi, unajua unapozungumza na mkuu wa mkoa, unazungumza na mtu mkubwa. Nilikwambia jana kuna commission mbili tu. Commission ni district commissioner na regional commissioner. Kuna picha moja ilikwenda mtandaoni sana. Ndio. Wakati fulani aliyekuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi Venance Mabeyo. Kabla huyu wa sasa huyo. Ndio. Jacob John Mkunda. Alikuwa po Venance Mabeyo. Si ndio? Alionekana akiwa anampigia saluti aliyekuwa mkuu wa wilaya wa Kisarawe wakati ule Joketi Mwegelo. Sawa? Ilizua maneno mengi mtandaoni. Watu wanamuona, mbona huyu ni mkuu wa wilaya tu? Sawa? Alafu huyu anaipiga saluti ni mkuu wa majeshi. You see that? Mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF anapiga saluti. It was like, kwa nini? Lakini unajua kinachopigiwa saluti ni mamlaka yake ambayo amekasimiwa, amekuwa commissioned na rais.